Karachuonyo katika kaunti ya Homa Bay inaomboleza baada ya mwana wao Regan Omondi, mvulana mwenye umri wa miaka 23, kufariki kufuatia majeraha ya risasi aliyopata mnamo Jumatano katika maandamano ya vijana wa Gen Z. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, Regan alipigwa risasi katika barabara ya Ngong Road kabla ya kukimbizwa kupokea matibabu katika hospitali ya Kianda katika mtaa wa mabanda wa Kibra kabla kufariki kwake Alhamisi usiku. Huku idadi ya waliofariki katika maandamano ya vijana wa Gen Z mnamo Jumatano ikiendelea kuongezeka. Familia moja katika kijiji cha Karachuonyo katika kaunti ya Homa Bay inaomboleza baada ya mwana wao Regan Omondi, mvulana mwenye umri wa miaka 23, kufariki kufuatia majeraha ya risasi aliyopata mnamo Jumatano. Omondi alipigwa risasi hapa Ngong Road. Risasi mbili, moja kwa mkono, alafu moja kwa mguu. So tukapeleka hospitali, alafu akakufa hospitali. Another young life lost to the same bullets that Kenyans have paid for to protect them. Regan, mvulana mwenye umri wa miaka 23, alifariki siku moja tu baada ya kulazwa katika hospitali ya Kianda katika mtaa wa mabanda wa Kibra alikouguza majeraha ya risasi ya mguu na mkono. 23-year-old Regan Omondi is the second last born of a family of 5 children. Alikuwa ametoka anarudi nyumbani jioni, amepigwa risasi kwa mkono na kwa mguu. Wakinyoshia kidole cha lawama idara ya polisi ya kitaifa, familia ya Regan inaomba haki kufuatia kifo cha mwanao ambaye wamedai kuwa hakuwa akishiriki katika maandamano bali alikuwa akielekea nyumbani kutoka kazini kabla ya kupigwa risasi na kukimbizwa hospitalini alikofariki Alhamisi usiku. Amepigwa risasi kwa mkono na kwa mguu. Alikimbizwa level 3 hospital hapo 42. They were treating him, but last night around midnight he succumbed to the injuries and lost his life. Huku idadi ya waliofariki katika maandamano ya vijana ikinakiliwa kuwa 16, baadhi ya viongozi ya kutetea haki za binadamu na wanaharakati wamekashifu vikali mauaji ya vijana katika maandamano ya Jumatano, wakidai kuwa mauaji zaidi licha ya wao kuomba haki kwa wale waliouawa mwaka jana ni kama msumari wa moto katika kidonda. Tunaambia serikali, we can't keep losing lives of our youth. Tafadhali serikali, hii risasi yenye sasa inalenga vijana imekuwa too much. Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.